Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Philip Mpango akiwa katika mkutano wa 80 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa uliofanyika makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York nchini Marekani alitoa taarifa yenye ujumbe mzito kuhusu hali ya kisiasa na kiusalama duniani. Katika hotuba yake, Dr. Mpango alikemea vikali kuibuka kwa ukiukwaji wa sheria za kimataifa na matumizi ya nguvu kama njia ya kutatua migogoro, hatua ambayo imekuwa ikisababisha ukatili mkubwa wa kibinadamu hususan kwa watoto, wanawake, wazee na wagonjwa katika maeneo yenye migogoro. Makamu wa Rais alisema kuwa hali ya mitazamo ya kibeberu inayozidi kushamiri, ambapo Afrika inachukuliwa kama sehemu ya uchukuaji rasilimali na uporaji ardhi, inaathiri sana bara hilo. Aliibua wasiwasi kuhusu makampuni ya kimataifa yanayoendelea kunufaika kutokana na unyonyaji wa maliasili za Afrika, huku yakichochea au kuunga mkono migogoro. Dr. Mpango alisisitiza kuwa hali hii inapaswa kumalizika ili Afrika ipate nafasi ya kujiendeleza kwa amani na usalama. Aidha, makamu wa rais alieleza msimamo wa Tanzania kuhusu matumizi mabaya ya nguvu za kijeshi, akionyesha kukerwa na kushindwa kwa jumuiya ya kimataifa na mataifa yenye nguvu duniani katika kupambana na umwagaji damu unaoendelea katika maeneo mbalimbali. Alieleza kuwa vita vinavyoendelea katika maeneo ya Mashariki ya Kati, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Sudani, Ukraine vinachangia kuongezeka kwa ukatili dhidi ya binadamu, jambo ambalo halikubaliki katika jamii za kimataifa. Dr. Mpango alitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kutambua kwamba ongezeko la matumizi ya fedha katika masuala ya kijeshi, ikiwa ni pamoja na utafiti na utengenezaji wa silaha, ni jambo linalosikitisha na linapingana na maadili ya kibinadamu. Aliongeza kuwa matumizi hayo ya fedha yanazuia juhudi za kutafuta amani duniani na kwamba rasilimali zinazotumika kwa ajili ya vita zingeweza kutumika kwa maendeleo na ustawi wa wanadamu. Alisisitiza kuwa dunia inapaswa kuepuka matumizi ya nguvu na badala yake kuwekeza katika amani na maendeleo. Makamu wa rais aliendelea kusema kwamba amani ni sharti la maendeleo endelevu ya kijamii na kiuchumi. Alipongeza juhudi za Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa na viongozi wa dunia ambao wanajitahidi kupatanisha na kutatua migogoro katika maeneo yenye vita, ikiwemo Mashariki mwa Kongo, Sudani, Urusi na Mashariki ya Kati. Dr. Mpango alieleza kwamba amani inapaswa kuwa kipaumbele cha dunia nzima, kwani bila amani maendeleo hayataweza kufikiwa. Katika hotuba yake, makamu wa rais alisisitiza umuhimu wa ushirikishwaji wa wanawake katika michakato ya kutafuta amani duniani. Alikumbusha dunia kwamba mwaka huu unasherehekea miaka 30 tangu kupitishwa kwa azimio la Beijing ambalo lililenga kukuza usawa wa kijinsia na uwezeshaji wa wanawake. Alisisitiza kuwa wanawake wanapaswa kuwa sehemu muhimu ya juhudi za kutatua migogoro, kwani wao ni nguzo muhimu katika kuleta mabadiliko chanya na ya kudumisha amani. Kwa kumalizia, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Mpango alisisitiza kuwa dunia inahitaji mshikamano wa kimataifa na juhudi za pamoja ili kuhakikisha kuwa tunapambana na changamoto za kisiasa kama vile ukiukwaji wa haki za binadamu, vita na migogoro. Amani ni msingi wa maendeleo endelevu, na bila amani dunia itashindwa kufikia malengo yake ya kijamii na kiuchumi.